Kwa majina naitwa Michael Makotwe kwa niaba ya mkurugenzi wa manispaa ya Shinyanga. Tumefika katika miradi hii ili kuangalia utekelezaji wa fedha za mfuko wa jimbo. Halmashauri ya manispaa ya Shinyanga kwa mwaka wa fedha 25-26 imepokea fedha taslimu kiasi cha shilingi milioni 61,694 kwa ajili ya kuchochea maendeleo ya mfuko wa jimbo katika halmashauri yetu. Fedha hizo zimegawiwa katika kata zote 17. Hivyo tumeweza kutembelea kata hizi kuona fedha hizo zimetumikaje. Kwa jina naitwa Samuel Jackson. Leo tarehe 18 mwezi wa 4 2026, ofisi ya mbunge ikishirikiana na Chama cha Mapinduzi na mchumi wa manispaa lakini pia na mstahiki meya tumekagua takribani kata zaidi ya 14. Mheshimiwa mbunge alileta fedha takriban shilingi milioni 61,694 ambapo fedha hizi zilikuwa za mfuko wa jimbo kwa ajili ya kuchochea maendeleo ya kata. Tumetembea kata takriban zaidi ya 14 ambazo tumejionea ambazo fedha hizi mbunge ameleta pote kwenye kata zote jumla 17. Na miradi yote tumeridhishwa nayo. Pale ambao kuna mapungufu ofisi ya mbunge tumesema nao pia mchumi ameyapokea kwa ajili ya utekelezaji. Lakini mheshimiwa mbunge amepongezwa sana na wananchi wa jimbo la Shinyanga mjini, Mheshimiwa Patrobas Katambi na waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwa kazi kubwa alizozifanya, na wananchi walikuwa wana shauku sana kumuona, nao pia akaona pia ofisi ya mbunge iende kwenda kupeleka vifaa vile ambavyo mheshimiwa mbunge amevitoa. Rai yangu na wananchi wa jimbo la Shinyanga mjini tuendelee kumuunga mkono mheshimiwa mbunge Patrobas Katambi na waziri wa mambo ya ndani ya nchi, na unajua kama mheshimiwa rais amemwamini kwa amekumpa nafasi ya waziri wa mambo ya nchi, yuko anaendelea bungeni. Kwa hiyo niombe zile kata zote ambazo zimepata fedha hizi na vifaa hivyo ambao kimsingi vimeenda kwenye kata hizo, basi wavitumie pekee. Nasi tumeenda kusema vitumie ushirikiano wa kata na kamati husika za eneo la mradi wafanye, kwa sababu mheshimiwa mbunge ametoa mabati mengi zaidi ya 290 na kitu kwenye kata mbalimbali, lakini pia tumetoa mifuko ya simenti takriban 1170. Kama nyinyi mlivyoshuhudia, tumezungukia maeneo mengi na ni karibu tuseme maeneo yote tu kuhakikisha kwamba fedha zilizotolewa na mheshimiwa mbunge kama sehemu ya mfuko wa jimbo zimeweza kununua vifaa vyote ambavyo kwa kadri ya kila kata, kwa kadri ya mahitaji ya kila kata. Na msisitizo wangu ni kwamba basi vifaa hivyo ambavyo vimenunuliwa vikatumika ipasavyo. Tuhakikisha kwamba kuna matumizi sahihi ya hivyo vifaa na ya pesa ambazo zimetumika. Na kiukweli kabisa kwenye hili nitakuwa mkali sana kuhakikisha kwamba sio kwenye matumizi ya vifaa hivyo tu, hapana. Lakini katika kila eneo ambalo tutakuwa tunatoa fedha, sitaki kabisa kusikia habari ya ubadhirifu. Watumishi wote waelewe kwamba fedha zinapotolewa na serikali basi zitumike ipasavyo. Ni kuhakikisha kwamba wanasimamia kikamilifu na kuhakikisha kwamba wanasimamia ipasavyo, kwa sababu hizi fedha ambazo zinazotolewa sio sadaka. Hizi fedha zinatolewa ili kuleta maendeleo kwa wananchi wetu, lakini pia na wao wanao wajibu wa kufanya kazi kwa juhudi na maarifa, kwa sababu mwisho wa siku wao ni wafanyakazi wa serikali na wanalipwa. Sio kwamba wanafanya kazi bure, hapana, wanalipwa. Kwa hiyo ni kila mmoja kwa nafasi yake lazima afanye kazi ipasavyo, na hilo nitalisimamia kwa mtu yoyote ambaye atakuwa mzembe, kwa mfanyakazi yoyote ambaye atakuwa mzembe, huyo kwa kweli hastahili kuwepo katika manispaa ya Shinyanga. Siwezi kuvumilia mfanyakazi yoyote yule wa serikali ambaye yupo ndani ya mamlaka yangu. Vitu vya namna hiyo haiwezekani kabisa, na ndio maana nyinyi watumishi wa serikali ambao mnafanya kazi hapa manispaa, tangu siku ya kwanza niliwaambia mbadilishe fikra zenu. Mbadilishe nini? Fikra zenu. Kama mlizoea kula tu bila mpango, awamu hii hakuna mambo namna hiyo. Na mkumbuke kwamba kiongozi wetu pale juu ni waziri wa mambo ya ndani. Na kuhakikishia nikipiga simu hii au nikituma message hizi moja tu, hapo unakuja unabeba unaondoka zako. Tunayo hiyo advantage, mkae msisaulishe, maana hiyo advantage mwe nayo, kwamba bwana kumbe waziri wetu na mbunge wetu ni waziri wa mambo ya ndani.
Yaani hilo mkae nao kwenye vichwa vyenu. Katika mtu ambaye sitaki kusikia habari ya ubadhirifu, vitu vifanyike na thamani ya huo ujenzi uonekane. Hatutaki kuuliza maswali sisi ambayo hayana thamani. Au unakuta wananchi wanasubiri viongozi wamekuja, alafu kakuja kubandika swali. Chama kipo, sisi tupo, na nyinyi watumishi wapo, na nyinyi watendaji ambao waje. Kwa nini kutuuliza maswali? Kuuliza maswali na wakubwa, manake sisi hatufanyi kazi, ndio manake. Na manispaa hii hakuna kitu. Yaani hilo nakwambieni kabisa. Na hii ni message kwa wote. Na hapa ninapozungumza manake ni kwa wote. Inaonekana mimi mkali sana, lakini ukweli ni kwamba nataka mambo yaende. Siko tayari mimi kuja kusulubiwa na viongozi hapa wa chama au kiongozi yoyote atakayekuja au kumletea mbunge wangu fedheha, kwa sababu kama mimi sifanyi kazi vizuri manake na yeye obvious ataanguka. Mimi siko tayari kwa hilo. Mimi nipo hapa kwa ajili ya wananchi, lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanaelekezwa na serikali na yasimamia ipasavyo. Tumeelewana jamani?